Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya sekta umma na sekta binafsi katika utekelezaji wa mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara. Mwili wa Katibu Mkuu mstaafu wa KKKT Brighton Kilewa umewasili Dayosisi ya Kusini Magharibi Njombe kwa ajili ya mazishi yatakayofanyika kesho Machi 28, 2026. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya udongo yaliyotokana na mvua kubwa zilizoambatana na upepo mkali wilayani Rungwe mkoani Mbeya yamefikia watu 20. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Mataifa umeitaka Marekani ikamilishe uchunguzi wake juu ya mauaji ya kutisha watoto 160 kwenye shule moja wasichana katika siku ya kwanza ya vita Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naam, ni wakati mwingine tena mtazamaji, tunakutana hapa katika Upendo TV Habari. Leo ikiwa ni siku nyingine tulivu kwelikweli, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Karibu katika habari. Mimi ni Francisco Nongolo hapa na kusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali atakusomea Gerard Leonard. Utabiri wa hali ya hewa ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kote huko kama Upendo Media, lakini mimi napatikana huko kama Francisco Nongolo. Karibu tuanze kuangazia basi habari za kitaifa katika jiji la Dar es Salaam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta umma na sekta binafsi katika utekelezaji wa mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji Mkumbi 2 ili kuhakikisha kufikia kwa malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Akizungumza katika mkutano wa uhakiki wa rasimu ya Mkumbi 2 jijini Dar es Salaam, amesema kufikia uchumi wa kipato cha juu ifikapo mwaka 2050 kunahitaji ukuaji wa uchumi wa wastani wa 10% kwa mwaka, sambamba na uwekezaji mkubwa katika sekta ya uzalishaji, ambapo tayari serikali inaendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa kufanya mapitio ya sera na sheria. Vile tunapaswa kuweka mifumo madhubuti ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha utekelezaji wa mpango huu unaleta matokeo yaliyokusudiwa. Ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunaendelea kuwa na dhamira ya dhati ya kushirikiana na wadau wote katika kujenga mazingira bora zaidi ya biashara na uwekezaji kwa manufaa ya wananchi wetu na taifa kwa ujumla. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa dhamira hiyo njema ya serikali inazidi kupata mafanikio kwa ushirikiano na wadau mbalimbali, wakiwemo wawekezaji na wafanyabiashara. Napenda kuwahimiza washiriki wote kutumia kikamilifu warsha hii kwa kutoa maoni, uzoefu na mapendekezo yatakayosaidia kuboresha mpango huu. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mpango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema rasimu hiyo imebainisha changamoto 59 na kupendekeza maeneo ya kufanyia kazi, ikiwemo kujenga imani kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Kupiga hatua kutoka kutiliana shaka kwenda kujenga imani isiyotikisika kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Mheshimiwa Rais, bado kuna kunyoshana vidole. Sisi serikali tunasema wafanya biashara hawa wakwepa kodi na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na wenyewe sekta binafsi wanatunyoshia vidole kwamba hii serikali wanabana mazingira magumu. Kwa hiyo kuna kutiliana shaka miongoni mwa sisi wawili. Tunataka kupitia mkutano huu na kupitia mchakato huu tujenge imani kati ya maeneo haya mawili. Mheshimiwa Rais. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar, Sharif Ali Sharif, kwa upande wa Zanzibar amesema wameendelea kuboresha mazingira yanayovutia uwekezaji na wanatambua mchango wa sekta binafsi katika kukuza biashara na uwekezaji. Mheshimiwa, huu si mkutano wa kawaida. Ni jukwaa la kimkakati la kusikiliza, kujadili na kujenga mwafaka kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mafanikio ya mkakati huu yatategemea kwa kiwango kikubwa ubora wa maoni na ushiriki wetu.
Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, Daktari Damas Ndumbaro yamesema wabunge wataendelea kushirikiana na Watanzania kutunga sheria na sera zitakazokuza uwekezaji na kutoa wito kwa wafanyabiashara kuendelea kushirikiana na serikali. Rai yetu ni moja. Wafanyabiashara wanahitaji sana serikali na serikali inahitaji sana wafanyabiashara. Watu hawa ni sawasawa na pande mbili za sarafu. Ikikosekana pande moja hakuna sarafu. Cha msingi ni kuweza kushirikiana pande zote mbili, na ushirikiano huo unaratibiwa na sheria, na ndio maana bunge liko hapa ili kujiweka tayari kuweza kubadilisha na kutunga sheria zitakazofanya uhusiano kati ya wafanyabiashara na serikali unakuwa mzuri zaidi. Tunaomba sana na tumekuwa tukiomba tuwe na one window, sio one stop center, one window ambapo ukiweza kulipa basi mgawane huko OSHA, fire, TBS na wote mgawane huko, ili sisi tuendelee na biashara, na mtaona maajabu, kwa sababu wanawake tuko tayari kuhakikisha kwamba mkitusaidia hilo, hakika tutapaa kwenye biashara. Mkutano huo ambao umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, wadau wanatarajia kutoa maoni yao kuhusu rasimu hiyo ili kuboresha sera na mazingira ya biashara hapa nchini. Na kauli mbiu ya mkutano huo ni mazingira bora ya biashara na uwekezaji, nyenzo muhimu kufikia dira ya maendeleo 2050. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam inatupeleka sasa katika mkoa wa Njombe. Mwili wa katibu mkuu mstaafu wa KKKT Brighton Kilewa umewasili Dayosisi ya Kusini Magharibi, ambapo mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho, ambapo askofu wa kanisa hilo Daktari Stephen Nguvila amesema Wakristo wanapaswa kujifunza kutoka kwa marehemu Kilewa na wasikimbie kuonya, bali wawe watu wa kufundisha. Ameyasema hayo Askofu Stephen Nguvila wakati mwili wa katibu mkuu mstaafu wa KKKT ulipowasili nyumbani kwake Magoye, ambapo unatarajiwa kuhifadhiwa kwenye makaburi ya makao makuu ya KKKT Dayosisi ya Kusini Magharibi. Amesema Wakristo wanapaswa kujifunza kutoka kwa marehemu Brighton Kilewa kwa kutokimbilia kuonya, bali kuwa watu wenye kufundisha. Wanadayosisi ya Kusini Magharibi na wanakanisa zima la KKKT, pamoja na yote, tuige mfano wake, tujifunze kutoka kwake katika huduma na utumishi, tukatumike kwa uadilifu, uaminifu na wa upendo kwa watu wengine. Tuwe watu wa kuelekeza zaidi kuliko kukemea na kufokea, bali tufuate, tuige namna alivyoishi ndugu yetu Brighton Kilewa. Ni kweli ni pengo kwa familia na dayosisi, lakini tunaamini Mungu kwa kuwa amemuita mbinguni atainua wengine kuifanya kazi yake. Kwa upande wake, msaidizi wa askofu mstaafu wa KKKT Dayosisi ya Kusini Magharibi, Mchungaji Ambonwile Ngavo, ameelezea namna marehemu katibu mkuu mstaafu alivyoshirikiana na Dayosisi ya Kusini Magharibi katika kumtumikia Mungu. Hata anapokuwa Arusha bado amekuwa akifanya kazi pamoja nasi kwa namna nyingine. Kwa hiyo wakati huu tunapokuwa tumepokea habari za kifo chake, ni kweli kimepenya katika mioyo yetu, tumeumia mno, lakini hatuna namna, kwa sababu Mungu amempa kila mtu siku za kuishi hapa duniani. Hata kama sisi tungependa aendelee kuishi, lakini Mungu ndiye mwenye maamuzi ya uhai wetu. Tunamshukuru sana Mungu hata kwa ajili ya wenzetu wa Arusha ambao katika kipindi hiki wamekuwa pamoja nasi kama familia, kama kanisa, kwa ajili ya shughuli zote ambazo zimemhusu yeye tangu amefariki. Hata huko nyuma wamemuuguza akiwa mgonjwa, lakini sasa naporudi hapa nyumbani, tunalishukuru sana kanisa kwa huduma yake, na Mungu awajalie sana kwamba umoja huu uendelee kukua katika dayosisi yetu, katika kanisa letu, kwa sababu kwa namna hii pia ni sehemu ya kazi yetu kwa ajili ya hawa ambao tunawahitaji katika ufalme wa Mungu.
Naye mratibu wa vijana wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Frenki Mng'ong'o, amesema unyenyekevu aliokuwa nao marehemu Kilewa ni kitu ambacho kitaendelea kuishi katika maisha ya utumishi kwa wale waliokuwa wakifanya kazi pamoja naye. Tulioishi naye kwa karibu tumejifunza hasa sana swala unyenyekevu kwenye huduma ambayo alikuwa akifanya. Alikuwa hajali kuona kwamba huyu ni mdogo, huyu ni mkubwa. Yeye ni kiongozi mkubwa wa kanisa, lakini alikuwa hasiti hata kusalimia shikamoo watu wa chini kabisa, hata kusema nao, kuzungumza. Hakuwa mbaguzi wa kusema kwamba huyu yupo kwenye level hii na huyu yupo level hii. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa maisha yake, na hasa pia alitutia moyo sana vijana. Sisi tuliokuwa katika ofisi kuu ya kanisa ambao tumefanya kazi na yeye, alikuwa mara nyingi anatuita na kututia moyo na hata kututaja pale unapofanya vizuri. Hasiti kusema vizuri, hasa kijana anapofanya, na kumtia moyo ili aweze kusonga mbele. Kwa hiyo yako mengi ambayo tumejifunza kutoka kwake. Wakristo wa Magoe wakiongozwa na Mesabia Ngajiro na Owen Nkosya wamesema kutwaliwa kwa katibu mkuu mstaafu kumeacha pengo kubwa ambalo Mungu pekee ndiye anayejua namna ya kuliziba. Tumefadhaika sana na bado tumepata pigo kubwa sana, kwa sababu pamoja na kwamba tulikuwa hatuishi naye hapa kijijini, alikuwa anaishi Arusha, lakini bado tu moyo wake tulikuwa tunaona kama tunashirikiana naye, tuko naye hapa, kwa sababu mambo mengi ya kijamii alikuwa anaweza kushiriki pamoja nasi. Kwa hiyo tumepata pigo kubwa ambalo bado tuna uchungu mkubwa na hatuelewi litazibikaje, lakini kwa sababu Mungu ni mwema, tunajua atafanya mambo yake. Itafika siku na sisi tutaonana huko peponi anakokwenda. Wenzetu wanaweza kufanya kazi kanisani, tujifunze hasa kutoka kwa hawa wazee wetu. Hawa wana hekima yao, wana maono, lakini pia walikuwa na uvumilivu. Kutoka Dayosisi ya Kusini Magharibi Kilewa kwenda makao makuu, ni kwamba ule unyenyekevu wake ulimfanya aonekane mpaka wakaweza kumteua kule makao makuu. Kwa hiyo vijana wadogo wenzangu na mimi tujifunze kuwa wanyenyekevu, lakini pia kumtegemea Mungu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Nikilipoti kutoka makao makuu ya KKKT Magoe, Dayosisi ya Kusini Magharibi, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji, na hivi sasa basi tuelekee katika jiji la Arusha. Kabla ya mwili wa katibu huyo kusafirishwa kwenda Njombe jijini Arusha, mwili wake uliagwa na viongozi mbalimbali pamoja na washirika, zoezi ambalo lilitawaliwa na video, majonzi na simanzi. Hii ni taarifa kutokea kwa mwandishi wetu kule jijini Arusha. Akitoa neno la faraja kwa familia wakati akihubiri katika ibada hiyo iliyofanyika katika chepo ya Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira mkoani Arusha, Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Kati, Askofu Dr. Abel Molel, amesema kufufuka kwa Yesu Kristo ni ushindi wa kila muamini na kwamba Kilewa alikuwa makini na mnyenyekevu katika kazi zake. Mungu ameweka ukomo wa maisha ya mwanadamu hapa duniani. Lakini mpango wa Mungu ni kwamba huyu mwanadamu ataishi milele. Maisha yanapoisha hapa ni mwanzo wa maisha mengine katika uzima anaotupa Bwana mwenyewe kabisa. Kwa kuwa ameweka ukomo wa kila mtu, ni vizuri mwanadamu saa zote atambue, na unatambua tangu unapopata ufahamu, tangu unapopata nuru ya neno la Mungu. Lakini pia Mungu ameweka ufufuo na uzima ambao tunauanza hapa duniani kabisa na kukamilika katika ule ufufuo na kurithi uzima wa milele. Akitoa salamu kwa niaba ya maaskofu, askofu wa KKKT Dayosisi ya Mwanga, Askofu Charles Mjema, amesema kanisa halitosahau mchango uliotolewa na marehemu Kilewa, huku makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, Mchungaji Profesa Faustin Mahali, akisema miaka 18 wa utumishi wa marehemu Kilewa kuna mambo mengi ya kujifunza kwake. Tunajua ya kwamba aliyelala
alifanya kazi pamoja nasi, lakini alikuwa mtu mwema, sio muungwana tu, mtu mwema. Na mhubiri alipokuwa akihubiri akatukumbusha sana kukaa katika mikono ya Mungu. Nipende kulishukuru kanisa kwa njia ya mkuu wa kanisa ambaye aliona ni vema ndugu yetu akaagwa mahali hapa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, ambako ameishi kabisa miaka 18 akitumika katika kanisa letu kabla ya mwili wake kusafirishwa kwenda nyumbani katika Dayosisi ya Kusini Magharibi kule Makete, ambapo ndipo atakapolazwa. Akisoma wasifu wa marehemu kwa niaba ya katibu mkuu wa KKKT, naibu katibu mkuu fedha na utawala KKKT, CPA Adrian Ulotu ametaja nyadhifa alizowahi kuzishika katika kanisa, huku waliowahi kufanya naye kazi akiwemo Dr. Paul Mbando kutoka makao makuu ya KKKT na Profesa Godwill Mtui kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, wakikiri kuwa amekuwa na mchango mkubwa kwao. Katika utumishi wake, Bwana Brighton Kilewa ameshiriki na kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi na utendaji katika kanisa, ikiwemo mjumbe wa World Council of Churches WCC, mjumbe wa Lutheran World Federation LWF, mjumbe wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya shirika la Msamaria Mwema GSF KSMC, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira na mjumbe wa baraza la Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira. Utulivu wake, utulivu hata pale alipokerwa kiasi cha kupitiliza, Mwamba alibakia mtulivu. Tumejifunza sana. Rushiwa mawe, lakini simama pale bila kubadilisha uso, bila kuonyesha dharau, bila hata kuonyesha chuki. Tulijifunza kupitia kwake kwamba ushauri, anayekuletea ushauri anaweza akawa hata ni mtu wa chini sana, na bado kukusaidia. Kilewa ukimpelekea ushauri alikuwa anafanyia kazi. Marehemu Baba Kilewa wakati uhai wake pia alikuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini na mjumbe wa baraza la chuo chetu. Kwa nafasi zake hizo tutamkumbuka sana. Alikuwa mtawala, alikuwa mshauri, alikuwa msaada mkubwa kwa chuo, lakini alikuwa ni msaada kwa wanajumuiya mmoja bila kujali nafasi ya mtu. Amesema makamu mkuu kwamba aliishi hapa miaka aliyoitaja 18 nilisikia. Kwa hiyo ni sehemu ya jumuiya hii. Tutamkumbuka sana baba yetu huyu kwa upole, moyo wa upendo na misaada aliyotoa. Ni mwili wa aliyekuwa katibu mkuu wa KKKT Brighton Kilewa, ambapo unasafirishwa kutoka Arusha kuelekea mkoani Njombe kwa ajili ya kupumzisha. Kutoka hapa katika Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, mimi ni Elihuruma Chao. Haya ni katika taarifa hiyo ya simanzi kwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na taifa kwa ujumla. Sasa ni katika jiji la Mbeya. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya udongo yaliyotokana na mvua kubwa zilizoambatana na upepo mkali katika wilaya ya Rungwe mkoani humo imeongezeka kutoka watu 18 hadi kufikia watu 20 mpaka hivi sasa. Taarifa ya Emmanuel Lulandala hii hapa inafafanua zaidi. Mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu, pamoja na kueleza hatua mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali pamoja na wadau, amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuhama ili kuepukana na changamoto ya mafuriko yanayoweza kujitokeza. Watu wawili wamepoteza maisha, hivyo kufanya idadi ya waliopoteza maisha kutokana na athari za mvua zinazoendelea kunyesha kufikia watu 20. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa wilaya ya Rungwe, naomba tuchukue tahadhari za kuhama maeneo yote hatarishi
mvua zinaendelea kunyesha, hivyo tusingependa kuendelea kuwa na athari au madhara yanayotokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Niwaombe sana wananchi wa Rungwe katika maeneo yote, yule ambaye anajiona yuko katika eneo hatarishi, yupo chini ya gema. Kwa hiyo tunaomba wahame kwa muda angalau mpaka pale mvua zitakapokuwa zimekwisha, hapo tutaangalia nini kingine cha kufanya. Lakini kwa hali halisi ya wilaya Rungwe, mvua ni nyingi na mvua bado zinaendelea kunyesha, hivyo tunawaomba wananchi wachukue tahadhari kwa kuhama katika maeneo hayo ili tusiendelee kupata madhara ambayo yanatokea kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha. Mbunge wa jimbo la Rungwe Anthony Mwantona amezifariji familia zilizopoteza wapendwa wao kwa kutoa shilingi milioni 4, huku wananchi wa maeneo hayo wakimpongeza kwa moyo wake wa kujitoa na kuwajali wananchi wake katika wakati mgumu. Wanakondoa wameshinda. Nanga nubotore bandu ba Ikoti. Poleni na yote. Uruakwana na hati maafa Manande. Lakini nilipotembea leo kuangalia kuanzia Nkunga, tumetembea kwa mguu kuja hapa Lupepo, misiba zaidi ya 5. Hapo tunakwenda ni msiba wa 6 na wanaambia kuna misiba mingine 3. Kwa kweli Kiara tutore. Amen. Kiara tutore kwa sababu haya mambo ni makubwa, hatujazoea Rungwe. Si ndio ndugu zangu? Tumuombe sana Mungu atusaidie, wachungaji ambao wapo kama hapa, watumishi wa Mungu, kila mtu aombe kwa nafsi yake kumuomba Mungu atusaidie kwenye majanga haya. Na mimi nikaona nijumike na nyinyi mwa Kamubango, sijakuja hivi hivi. Nikasema nije niwaone msiba angalau na mimi basi niache na nika pesa ya sukari kidogo na umunyu Panande, angalau tusaidie msiba na mimi nishiriki pamoja na nyinyi. Baadhi ya wananchi walionusulika katika janga hilo akiwemo Joyce Peter, George Kukabera na Dickson Amani wamesimulia kwa masikitiko namna mvua hiyo ilivyoanza ghafla na kusababisha taharuki kubwa, huku wengine wakikimbia kuokoa maisha yao. Jioni imenyesha mpaka asubuhi muda wa saa 12 tunaenda kuangalia tukio la huko ng'ambo. Tunafika hapo juu tunakuta nanili kimetitia. Ndio tukaanza kuita majirani. Ilikuwa inanyesha, ikinyesha, lakini mimi nililala ndani, nilikuwa na homa. Sasa wakati naumwa, nilikuwa tu nasikia tu kishindo, nilifikiri labda ni mvua tu inanyesha. Wakati inanyesha. Kufikia saa 12 kufikia muda wa saa 8 nikasikia mlio unalia, lakini sikujua kuwa ni nini. Nikaendelea kulala kwa vile mimi hali yangu ilikuwa sio nzuri. Ilikuwa nyingi kabisa ya kutosha. Ilianza saa 3 kamili. Saa 3 kasoro 5 hivi ndio ikaanza. Ilikuwa kama inakatika, kumbe haikatiki. Basi hiyo ilikuwa inaendelea, hakuna kukatika mpaka kwenye saa 10 kasoro asubuhi. Kwa leo ni Lupepo, Kapiki, Mawe, Butoro. Ndio Butoro amekufa 1, Mawe amekufa 3, Kapiki wamekufa 3, Lupepo 3. Ambako natoka mimi. Wananchi hao wameiomba serikali pamoja na wadau mbalimbali kujitokeza kuwasaidia kwa misaada mbalimbali ikiwemo chakula, malazi na mavazi kutokana na kubaki bila makazi wala mahitaji muhimu. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Haya, mtazamaji, ni taarifa hiyo ya kutoka huko jijini Mbeya katika wilaya ya Rungwe. Sasa basi inatupeleka katika jiji la Dar es Salaam. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imepeleka India walimu wa amali 150 wa shule ya ufundi kutoka mikoa ya Tanzania bara kwa lengo la kuongeza ujuzi wa elimu katika nyanja mbalimbali. Akizungumza wakati wa hafla ya kuaga walimu hao, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hiyo ni sehemu ya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu hapa nchini, huku akiwakumbusha walimu hao kwenda kutimiza wajibu uliowapeleka humo nchini India. Lakini jambo la uhakika, hakuna kurudi nyuma. Hatuwezi na hatutoweza sasa hivi kuambia wale walioingia darasa la 3 na mtaala mpya wakifika la 6 tuseme sasa tuendeni mpaka darasa la 7 halafu muondoke. Tutakuwa tunafanyia Tanzania utani. Safari imeanza, kutakuwa na milima na mabonde,
kutakuwa na kuteleza hapa na pale, wakati mwingine tutaanguka, tutasimama, tutajikung'uta, hakuna kurudi nyuma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Profesa Riziki Shemdoe akizungumza wakati wa hafla hiyo amewakumbusha walimu hao kuwa na maadili mema ya Utanzania ili kutumia elimu hiyo kwa manufaa ya Watanzania katika kuleta mageuzi. Walimu 150 mnaoondoka hapa Tanzania kwenda nchini India kwa ajili ya mafunzo juu ya elimu ya amali. Ndugu zangu, hili ni tukio la kwanza nadhani toka Tanzania yetu imepata uhuru. Moja, walimu wa amali mlikuwepo. Tumesikia kuna shule 7 za zamani, lakini kuna shule 2 ziliongezeka, lakini walimu nyie, walimu wenzangu, hamjawahi kwenda kuangalia wenzetu wanafanya nini nje ya Tanzania hii. Baadhi ya walimu wanaoenda kwenye ziara hiyo India, Amoni Chota kutoka Ifunda Technical na Meliet Kizide wa Chato Technical kwenye kati tofauti wameeleza namna elimu hiyo itakavyowasaidia na kuwa italeta matokeo chanya kwa elimu ya Tanzania. Hii itaongeza chachu hata kwa vijana wetu kuwajenga kiuwezo katika utendaji na sio theory peke yake. Hii itaweza vile vile kusaidia kwa vijana wetu kuongeza ule ubunifu wa kujiajiri wenyewe bila kutegemea ajira ya kutoka serikalini. Ninaenda kujifunza vitu vizuri zaidi ili na mimi nije niwafundishe wanafunzi wangu. Kwa hiyo kutokana na ule ujuzi na namna wao wanafanyaje, wanafanikiwaje kwenye hiyo mifumo mbalimbali. Kwa hiyo vile ambavyo nitapata, nina matumaini na ninaamini kwamba wanafunzi wangu watapata kujifunza zaidi na wao watapata kufanya vizuri zaidi kwenye hiyo career. Na sasa tuelekee katika jiji la Arusha. Mabaraza ya lugha ya Kiswahili barani Afrika na duniani yamehimizwa kuandaa majukwaa jumuishi yatakayowaunganisha vijana wasanii na wabunifu wa maudhui katika juhudi za kukuza matumizi na thamani ya Kiswahili kama lugha ya kimataifa na urithi wa utamaduni. James Stanley huyu hapa ana undani wa taarifa hii kutokea huko. Wito huo umetolewa wakati wa kufungwa kwa kongamano la idhaa za Kiswahili duniani iliyofanyika jijini Arusha iliyokutanisha zaidi ya washiriki 800 kutoka nchi mbalimbali. Akifunga kongamano hilo, mwenyekiti wa bodi ya Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA Profesa Martin Hando amesema ni wakati wa taasisi za lugha kuwekeza zaidi kwa vijana, kuanzisha majukwaa ya ubunifu na majadiliano yatakayosaidia kukuza Kiswahili katika sekta za sanaa, teknolojia na vyombo vya habari. Ndugu washiriki, Kiswahili ni hazina na hazina kubwa ya utamaduni wetu. Kupitia lugha hii tunahifadhi mila, tunahifadhi desturi zetu, historia, maadili, sanaa, muziki na fasihi. Hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kizazi cha sasa nacho pia kinapata nafasi kutathmini maana ya lugha hii. Kwa hiyo ningependa hapa kukazia umuhimu wa kuunda majukwaa ya kuwakutanisha vijana na wasanii ili kubadilishana mawazo na kuimarisha lugha yetu. Nami ningependa kuendelea kusisitiza kuhusu BAKITA kuandaa na kutekeleza mpango wa mafunzo ya makundi mbalimbali kama vile wahariri, wafasiri, wakalimani, waandishi wa vitabu, walimu, waandishi na waendeshaji maofisi, washereheshaji na makundi mengine mengi ambayo yanatumia lugha ya Kiswahili katika shughuli. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA Dr. Mwanahija Al-Juma amesema kongamano hilo limefungua fursa kwa wadau wa Kiswahili duniani kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati ya pamoja kueneza lugha hiyo kimataifa. Na wadau wote wa Kiswahili tuliopo hapa tunaamini kuwa kongamano hili litaendelea kuwa chachu ya ushirikiano kati ya asasi za Kiswahili na vituo vya utangazaji
kwa Kiswahili katika kuimarisha na kukiendeleza zaidi Kiswahili kitaifa na kimataifa. Na tunaamini kuwa kupitia mijadala iliyofanyika hapa, makosa yanayofanywa mara kwa mara na vyombo vya habari yatapungua ama kumalizika kabisa. Washiriki wa kongamano hilo akiwemo Victoria Shektin kutoka Moscow wamesisitiza umuhimu wa kuwajengea vijana uelewa thamani ya Kiswahili, wakieleza kuwa lugha hiyo ina nafasi kubwa katika ajira, ubunifu wa kidijitali na utambulisho wa Afrika katika jukwaa la kimataifa. Wadau wale ambao wanahusu mambo ya Kiafrika na ya kilugha daima walijua kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ina cheo cha kipekee. Tarehe 7 mwezi wa 7 dunia yote imefahamu kwamba Kiswahili kweli ni lulu. Na wataka kuwaomba Waswahili wote tu ambao wanahudhuria hapa leo na watunze johari hii ili waendeleze hazina za maneno yake. Wakati kongamano la idhaa za Kiswahili duniani likihitimishwa hapa jijini Arusha, msitizo umesitizwa zaidi kwa viongozi wa taasisi, lakini pia kwa wadau mbalimbali wa Kiswahili kuhakikisha kwamba wanajengea mazingira vijana ili wajue umuhimu wa lugha ya Kiswahili uweze kuwasaidia katika maisha, lakini pia kuachochea maendeleo katika taifa na jamii kwa ujumla. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni James Stanley. Na sasa tukitoka kwa James Stanley, tuangazie hii katika jiji la Dar es Salaam. Waratibu wa mradi wa kujenga amani unaotekelezwa na shirika la Kiitaliano la KEFA na WeWorld wamesema mafunzo walioyapata kupitia mradi huo wataendeleza, kwani amani ndio msingi wa kila kitu katika jamii za Afrika. Mradi huo umetekelezwa kwa kipindi cha miaka 3 na ukifadhiliwa na Umoja wa Ulaya, wakati wa taarifa ambayo imetolewa na mratibu wa mradi kutokea Mtwara John Daniel, ambapo amesema wamewafundisha vijana kutoshiriki katika makundi ya vurugu, ikiwa ni imechangiwa na ukosefu wa ajira. Mradi huu tuliwezeshwa na shirika KEFA ambao ulianza 2025 mwezi wa 2 na tumemaliza mwezi wa 12. Mradi huu ulikuwa unahusisha vijana ambapo sisi katika mradi huu tuliwahusisha vijana kuwafundisha namna ya kuondokana katika kuingia kwenye makundi ya vurugu, ambao tunaona kwamba changamoto kubwa ambayo ilikuwa inakabili vijana kwa mkoa wa Mtwara ilikuwa ni hasa ukosefu wa ajira, ambapo shirika hili lilituwezesha sisi kwenda kuwafundisha vijana hawa namna ya kuweza kutengeneza fursa ambazo zinapatikana katika maeneo yanayozunguka. Mwakilishi wa taasisi ya WeWorld Rebecca Lamagno amesema mradi huo umejumuisha nchi 3 za Tanzania, Kenya na Msumbiji, na kwamba wapo leo kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, changamoto pamoja na fursa, na ni namna gani wataweza kuendeleza katika jamii kuhusu amani. In our society, because they are, the adults of next future, so it's really fundamental that we continue. Mradi wetu wa kujenga amani ni mradi ambao umefanya mambo mengi makubwa katika jamii. Kama ambavyo tumesikia katika hizi siku 2, mradi haswa uliangalia katika kutatua migogoro ambayo inaonekana kwenye jamii, lakini pia kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu mambo mbalimbali, ikiwemo ukatili wa kijinsia, ikiwemo umiliki wa ardhi kwa makundi ya wanawake na vijana, lakini pia upatikanaji wa mikopo ya 10% ambayo inatolewa na serikali kwa kupitia halmashauri zake. Mradi huo wa kujenga amani umehusisha nchi 3 ambapo ni Tanzania, Kenya na Msumbiji, ukifadhiliwa na Umoja wa Ulaya na umedumu kwa kipindi cha takribani miaka 3. Na hivi sasa ni katika jiji la Dar es Salaam, zaidi ya wanafunzi 400 wa uhasibu wananufaika na huduma za uchunguzi wa afya bure kupitia kambi ya afya iliyoandaliwa na Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania kwa kushirikiana na Unique Group, huku vijana 50 watakaobainika na ugonjwa wote watapatiwa matibabu, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya kampeni hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kambi hiyo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa bodi ya NBBA Profesa Silvia Temu
Amesema mpango huo unaakisi ushirikiano imara kati ya taasisi hizo mbili na kusisitiza umuhimu wa afya kwa vijana wanaojiandaa kuingia katika taaluma ya uhasibu. Ni kusisitiza kwa vijana kwamba afya yao ni muhimu, then maendeleo mengine yanakuja kama ngazi ya pili. Kwa hiyo ni kuandaa vijana wanapokazana na hatua za maisha, tunasema kuhangaika na maisha, wasisahau afya yao. La pili ambalo tunawashukuru sana kampuni hii ya Unique ni kwamba wameahidi kwa kijana yoyote atakayepatikana kwamba ana dalili za ugonjwa wowote, wametoa ahadi kwamba watawatibu vijana 50 bure na popote pale duniani mpaka afya yao itakapoimarika na kupona. Mkurugenzi mtendaji wa Unique Group Daktari Slie Kumak amesema kambi hiyo ni sehemu ya uwajibikaji wa kijamii wa kampuni hiyo, ambapo kwa kushirikiana na hospitali Aga Khan watoa huduma za uchunguzi wa sukari, magonjwa ya moyo, saratani ya matiti na matatizo ya macho. This is done in collaboration with the National Board of Accountants and Auditors. We have got a qualified team of doctors and professionals from Aga Khan Hospital who will be doing the screening. Na baadhi ya wanafunzi walioshiriki zoezi hilo wamesema mpango huo ni muhimu kwa kuwa unawapa vijana fursa ya kupima afya zao na kusisitiza haja ya taasisi nyingine kuandaa programu kama hizo ili kuhamasisha utamaduni wa kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara. Hizi ni nzuri, inaendelea vizuri na tusaidia wanafunzi kujua afya zetu na kurekebisha afya zetu. Actually huwa sishiriki mara kwa mara. Nimekuja kushiriki kwa sababu ya jumuiko kama hili, lakini tunawashauri watu wao wanashiriki kwa sababu tumeelezea umuhimu wa kufanya regular check-up za afya zetu ili tuweze kuwa sawa kiafya. Tunaweza kutoa msaada mbalimbali ikiwemo kwenye mashule, kwa mfano kutengeneza mabweni, mabwalo, vyoo na sehemu mbalimbali katika kama sehemu ya kampuni kujitolea katika nini? Katika jamii kutoa msaada mbalimbali kwa hizi taasisi mbalimbali. Hata kwa wale watoto yatima pia huwa tunatoa hizo huduma. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo sasa inatupeleka katika jiji la Arusha. Katika juhudi za kuimarisha ushindani wa sekta utalii katika soko la kimataifa, benki ya Akiba Commercial Bank imeingia ubia wa kimkakati na kampuni ya Henspool Limited ili kuwezesha waendeleza utalii kupata mkopo nafuu kwa ajili ya kukuza biashara zao. Hii ni taarifa kamili kutokea huko. Makubaliano haya yanalenga kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa wadau wa utalii. Hatua inatarajiwa kuboresha huduma, kuimarisha miundombinu ya kitalii na kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii duniani. Akizungumza baada ya utoaji saini wa makubaliano hayo, mtendaji mkuu Hassan Paul Limited Staber Sai Hassan Paul amesema upatikanaji wa mitaji nafuu utasaidia waendesha utalii kuwekeza katika huduma bora na kukidhi mahitaji ya soko la kimataifa. Tumesign MOU yetu na partnership na Akiba Bank kuwakopesha tour operator. Our main agenda is to close the gap. Akiba Bank is willing to finance 80%, 20% deposit from the customer, and 80% is by the bank over 5 years, with a friendly interest rate between 9 to 10%. But the main agenda here really is not about a safari car or about financer. Main agenda here is the opportunity for Tanzanians. Opportunity kwa Watanzania, kwa SMEs, kwa tour operator, that how you can be self-employed. Kwa upande wake, meneja biashara Akiba Commercial Bank Alan Nkia amesema benki hiyo imejipanga kusaidia sekta utalii kupitia mikopo rafiki itakayowezesha wadau kupanua shughuli zao na kuongeza ushindani. Ubia na Hanspo ili tuweze kuwafikia wateja wote kwenye sekta ya tourism. Kama tunavyojua, sekta ya tourism ni sekta muhimu sana kwenye uchumi wetu wa Tanzania, na specifically tumewatarget wateja kanda ya kaskazini ambao watakuwa wanashughulikia watalii wote ambao wanakuja kuingia kwenye hizi mbuga zetu za wanyama, kupanda mlima na sehemu zote zingine Tanzania kwa ujumla. Lakini kikubwa zaidi tuna target wateja ambao wanaweza ni makampuni au mteja mmoja mmoja. Mtu yoyote tunakaribisha Akiba Commercial Bank, ambao unaweza kaja ukachukua gari lako kutoka Hanspool, kwamba wewe utalipa 20% tu ya ile gharama ile gari,
na benki itakava 80%. Sawa? Na hii tutakupa ndani kuanzia miaka 3 mpaka 5. Baadhi ya wadau utalii akiwemo Samuel Daniel na Athman Njingu wamesema mpango huo utasaidia kuboresha huduma kwa wateja kwa kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kisasa, huku ukipunguza changamoto za kifedha zinazowakabili waendesha utalii katika kupanua biashara zao na kuvutia watalii zaidi kutoka masoko ya kimataifa. Faida ambazo tutazipata sisi wafanyabiashara wa utalii, tour operator, ni kwamba tumepata fursa ya kuwa na vifaa vya kisasa ambavyo viko katika ubora wa hali ya juu kwenye kazi yetu ya utalii. Kama tunavyojua kazi yetu ya utalii, tunahudumia wageni wengi wa kimataifa, na huduma wanazozitegemea ni zile za kimataifa, standard ya hali ya juu. Na changamoto kubwa ya kwenye kazi zetu ni hali ya barabara na miundombinu mbalimbali. Kwa hiyo ili uweze kuifanya vizuri kwa ufanisi, unahitaji gari ambayo iko madhubuti na iko kwenye kiwango kizuri. Na kwa sababu kama Arusha ndio the hub of tourism, kwa hiyo hichi kimekuwa ni kitu kikubwa sana kwa ajili ya kuwezesha wafanyabiashara utalii, hata kuanzia wale ambao ni wadogo kabisa, ambao mtu anayeanza biashara ya utalii. Kwa hiyo imekuwa kama hii platform imetumika vizuri sana kwa ajili ya kuwezesha vijana wa Tanzania wale kabisa ambao ndo wanaingia kwenye industry. Tanzania imeendelea kuwa moja ya vivutio vinavyokuwa kwa kasi barani Afrika, huku sekta ya utalii ikiwa chanzo kikuu cha mapato ya fedha za kigeni na ajira, na wadau wakisisitiza umuhimu wa uwekezaji endelevu ili kuhakikisha ukuaji jumuishi na wa muda mrefu. Haya mtazamaji, taarifa hiyo kutokea huko katika jiji la Arusha, wenyewe wanaita Geneva of Africa, inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa. Bado niko nawe, jina langu mimi ni Francisco Nongoro. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa Gerard Leonard atakusomea habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, hii ni Upendo TV Habari.